Kwa hiyo inabidi damu iende ya kutosha kule. Kwa blood pressure ina count kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ukiwa na pressure ambayo ni ya juu sana au pressure ambayo ni ya chini sana, inachangia kwa kiwango kikubwa sana wewe kutokushindwa kusimamisha uume vizuri. Au ukiwa umecompromise blood flow to the pelvic organ, yani mzunguko wa damu kwenye sehemu zako za nyonga haujakaa vizuri, inakuwa ni vigumu sana kwa wewe kusimamisha uume vizuri. Sasa unapokuwa umeongeza size ya uume, kama kweli kuna njia ya kuongeza. Ukiongeza size ya uume ina maana umeongeza surface area. Ina maana kwa kipindi cha nyuma ile kiwango cha damu ambacho tulikuwa tunatakiwa tukipeleke kwenye sehemu ya uume ili uume usimame, ile zile sponge tissues zio zimetosheka kunyonya ile damu, inabidi kiongezeke. Kwa hiyo kama kuna mtu anakupa dawa za kuongeza size ya uume, make sure anakupa na dawa za kuongeza kiwango cha mapigo ya moyo au kiwango cha pressure, ku accommodate for the increased surface area kwenye mwili wako. Kwa hiyo wanaume wengi ambao wanajikuta wamefanya mambo ya kuongeza size ya uume wanakuwa wanapata weak erection. Unapata weak erection kwa nini? Kwa sababu kiwango cha damu ambacho kitakuwa kinapelekwa kule, mwili uaga mara nyingi hauwezi ukaanza kupoteza damu kupeleka kiwango kikubwa cha damu kwenye organ ambazo sio muhimu. Kuna organ chache ambazo huwa ni muhimu sana mwilini, kuanzia figo, ubongo, moyo, maini na organ zingine za kwenye mfumo wa nini, za kwenye sehemu ya tumbo, figo na mapafu. Kwa hiyo mwili hauwezi ukaanza kuprioritize organ ambazo ziko along to the extremities. Yani mwili uanze kuprioritize kupeleka damu nyingi kwenye miguu, uanze kuprioritize kupeleka damu